Kristo tumaini letu. Mama Maria. Maisha ya mwanadamu ni maisha ya hija. Kumbe tangia anapozaliwa mwanadamu anaanza safari ya hija mpaka pale atakapomrudia muumba wake. Na hii tulioifanya leo hii na kuendelea ni sehemu ya hija ya mwanadamu. Kumbe wapendwa, safari ya hija ambayo tunaifanya kuanzia leo na siku zijazo, si tu tukio la matembezi ya kimwili, bali pia ni ishara ya safari ya kiroho katika kumtafuta Mungu. Hilo ndio lengo na dhumuni la hija yetu. Hija humkumbusha mtu kuwa yeye ni msafiri hapa duniani, na mwisho wa safari hii ni kukutana na Mungu. Sote tunasafiri tukiwa na lengo moja la kukutana na muumba wetu. Ili kukutana na Mungu kwa kweli, tunaitwa kuishi maisha ya toba, uongofu na msamaha. Na hivyo mada yangu ya leo itajikita hapo. Nitaongelea juu ya toba, uongofu na msamaha kama safari ya kuanza upya na Mungu. Mwambie mwenzako, toba, uongofu na msamaha kama safari ya kuanza upya na Mungu. Kabla sijaendelea mada yangu, naomba nitoe simulizi kidogo. Nawezekana ni refu lakini sio sana. Kulikuwa kuna bwana mmoja, yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya figo, ambaye alikuwa ni rafiki yangu sana. Nilifahamiana naye nilipokuwa ninasoma huko, na hasa nilipoonana naye kwa mara ya kwanza nilipokuwa nimekwenda kutoa mafungo semina katika parokia aliyokuwa akiishi. Aliwahi kuniambia yeye katika maisha yake kidogo yameweka historia kwake. Alikuwa na alilelewa na baba yake mzazi pamoja na mama wa kambo. Mama yake alifariki akiwa bado mtoto mdogo, na hivyo baba yake akaamua aoe mwanamke mwingine. Huyu mwanamke aliyemuoa alitokea kumchukia sana sana sana, na alivyo alimtesa. Kwa hiyo alikuwa katika maisha ya mateso na mahangaiko akiwa bado mdogo. Huyo mwanamke alimtesa sana, na katika mahangaiko hayo akiwa bado shule ya msingi mdogo tu, pale nyumbani alipokuwa anaishi palikuwa hapakaliki. Akirudi yeye ndio anakuwa ni mfanyakazi wa ndani. Watoto wa yule mama wao wanakuwa ndio mabosi wa nyumba. Kwa hiyo shughuli zote zilikuwa zinamhusu huyo mtoto, lakini alikuwa hana jinsi.
kwa sababu baba yake alikuwa anafanya shughuli za kusafiri. Kwa hiyo alikuwa anakuja nyumbani kwa siku chache chache. Na hivyo huyu mtoto akavumilia sana. Amesoma, lakini na Mungu alivyo waajabu, katika mahangaiko hayo, mateso hayo, huyu mtoto alifanikiwa sana katika masomo yake. Na alikuwa anafanya vizuri kweli kweli. Alikuwa anafanya vizuri sana. Ikafika hatua katika mitihani ya kuhitimu darasa la 7 akawa amefanya vizuri, amefaulu. Lakini watoto wale mama wakawa wamefeli. Siku hiyo mtoto ametoka kutembea huko, anarudi nyumbani, yule mama akawa amemwagia maji ya moto usoni. Kwa mtoto aliungua sana. Anasema nusuru awe kipofu. Kwa hiyo ilimchukua muda, alikuwa aoni, anatembea na mti. Na akamwambia, ukija kumwambia baba yako nitakuondoa ulimwengu huu. Basi huyo mtoto akawa na mahangaiko hivyo. Baba alikuja akawa amemwelezeleza vingine basi. Lakini bado mahangaiko alizidi kuendelea kwa huyo mtoto licha ya hiyo shida. Yule mama akaona ni karaha kuendelea kuishi naye. Kabidi akafanya njama, siku baba yake hayupo, wakawa wamempakia. Wakaenda kumtelekeza safari ya mbali, yeye hakujua. Wakawa wamemwacha huko njiani. Kipindi chote alikuwa asomi kwa sababu ya hiyo hali. Anasema bahati nzuri Samaria mwema alimuokota huko. Alikuwa atambui, akawa amemlea. Kwa hiyo amelelewa na mtu tofauti kabisa. Na mtu tofauti. Ameishi kwa muda, baadaye basi yule aliyemokota akaanza kumhudumia, na baada ya muda akapata kuona. Ndipo akaendelea na masomo yake. Na Mungu akamjalia akafanya vizuri zaidi. Akapiga hatua. Akafika hata chuo kikuu. Na baadaye Mungu akamjalia akawa daktari, tena bingwa wa magonjwa ya figo. Sasa nilipokutana naye akawa ananisimulia. Akasema, "Father, wacha nikusimulie. Kuna siku nilikuwa hospitalini kwenye ofisi yangu. Nililetewa habari ya mgonjwa amekuja, anataka kufanyiwa upasuaji. Ana shida ya figo. Figo zake 2 zote zimefeli." Basi wakawa wamempa taarifa, yeye ndo alikuwa anashughulika. Alipoenda alishtuka kidogo. Kumwangalia akawa anasema ni yeye au namfananisha. Alikuwa ni yule yule mama. Basi baadaye yeye akawa ameshauri huyu mgonjwa kwa hali yake hii, na hapo kiukweli hospitali haikuwa na uwezo mkubwa namna hiyo kufanya matibabu ya namna hiyo. Kumbe akawa ameshauri wamwandikie referral aende India. Na kweli kwa sababu walikuwa wanajiweza, wakawa wamemsafirisha huko. Wakaenda kule India, matibabu yakaendelea. Kaonekana huyu mama anahitaji walau apandikizwe figo moja ili uweze kuokoa maisha yake. Kawa harakati ya kutafuta nani wa kutoa figo. Huko na kule, huko na kule. Basi huyo
Bwana alipopata hiyo habari akasema, wacha na mimi nijaribu kama nitaweza. Kumbe baada ya kuchukua sample kuangalia, basi wakawa wamesema yeye anaweza akatoa figo, na hivyo wakawa ambiwa aende India huko. Na huyo mama alikuwa anasubiria ili mtu wa kutoa figo aweze kufika. Basi akaenda, akawa amefika mpaka pale, ila aliwaambia naomba msinifahamishe ni nani anayetoa figo. Basi wakawa wamekubali. Kafanya utaratibu wote, wakawa wamemtolea figo. Basi mama akawa amewekewa. Baadaye hali kawa vizuri, na baadaye akasema, nashukuru sana, ila ningependa niweze kumshukuru hata huyo aliyokoa maisha yangu. Basi yule kijana ikawa hana jinsi, kabidi tu aende. Akaenda mpaka kwa ule mama. Kafika, akamsalimu, akamwambia, mama, ni mimi ndiye niliye kupatia figo langu. Ule mama kidogo sura ikawa inakuja, lakini alikuwa mfahamu vizuri. Lakini akasema, ni kama nakufananisha. Akasema, ni kweli. Akamwambia, mimi ni yule mtoto. Mama yule bubujikwa machozi, kwa hiyo humo ikawa ni kilio. Basi na ule kijana nakawa toka machozi ya furaha kumkumbatia. Akasema, mama, usiwe na amani, kuwa usiwe na shida, kuwa na amani, yale nimesha yaachia. Basi akaomba, naomba nikimbie niende nikaendelee na majukumu yangu. Basi akawa amemwacha huko, akawa amerudi yeye. Anasema kuanzia siku ile huyo mama alikuwa ni mkatili kweli. Alivyorudi alibadilika kweli. Alilofanya tukio la kwanza kabisa, ilibidi akamwambia yule mume wake, naomba uende nyumbani kwenu huko unitafutie walau watoto wa ndugu zenu ambao hana uwezo, nije niishi nayo hapa, tuwasomeshe. Na ndivyo maisha yakawa yameendelea. Ndugu zangu wapendwa, mada yetu inasema ni toba, uongofu na msamaha. Na ningependa katika maongezi yetu ya leo tuongozwe na simulizi la mwana mpotevu toka Injili ya Luka sura ya 15 aya ya 11 mpaka ya 32. Luka 15 aya 11 mpaka ya 32. Simulizi la mwana mpotevu ndilo liwe kioo chetu cha kuakisi kile mada yangu itajikita. Kisha akawaambia, mtu alikuwa na wana wawili. Mdogo akamwambia baba yake, baba, nipe sehemu ya mali iliyo haki yangu. Basi baba akawagawia mali. Baada ya siku si nyingi, mdogo huyo akatoa vyote, akaenda mbali ugenini, alikotapanya mali yake kwa kuishi ovyo. Alipomaliza yote, njaa kali iliingia nchi ile, naye pia akaanza kupatwa na shida. Basi akaenda kujiunga na mwenyeji wa huko, aliyemtuma shambani kwake, naye akamtuma shambani kwake achunge nguruwe. Akatamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe. Lakini hakuwapo mtu aliyempa kitu. Akajifikiria akasema, vibarua wangapi wa baba yangu wana chakula tele, nami ninakufa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwanao. Unitendee kama mmoja wa vibarua wako. Basi akaondoka, akarudi kwa baba yake.
Baba yake alimuona angali mbali, akaona huruma, akamkimbilia, akamkumbatia, akambusu. Mwana akamwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwana wako. Lakini baba akawaambia watumishi wake, upesi leteni joho maridadi, mkamvike, mtieni pete mkononi na viatu miguuni. Tena mleteni ndama mnono, mkamchinje, kisha tule na kufanya sherehe. Kwa maana huyu mwanangu alikuwa amekufa, akafufuka. Alikuwa amepotea, akaonekana tena. Kisha wakaanza kufanywa shangwe. Toba ni tendo la ndani la kutambua dhambi, kujuta, kuomba msamaha na kuamua kuacha dhambi. Ni mabadiliko ya mtazamo na tabia yanayotokana na kutambua dhambi na kuamua kumgeukia Mungu. Toba haishii tu kuomba msamaha. Kusema nimekosa nisamehe haitoshi, bali kunadai pia mabadiliko katika maisha. Kukubali kubadilika, kukubali kutoka maisha ya zamani. Toba ni safari ya kila siku ya maisha ya mwanadamu. Ni safari na ni hatua ya kwanza kuelekea uongofu. Hatua ya uongofu inaanza na hatua ya maisha ya toba. Mara nyingine toba hutokea ghafla. Mfano, mtu akiguswa na neno la Mungu. Unaweza ukasoma neno la Mungu mesema toba wakati mwingine inakuwa ni ya ghafla. Kama mtu umeguswa na neno la Mungu, unaweza ukasoma neno la Mungu likakugusa, likakudai ufanye toba. Au wakati mwingine ukatenda kosa lililo kubwa, dhamiri ikaanza kukusunta, ikaanza kukuuma. Kwa mfano Daudi katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 12 aya ya 7 mpaka ya 9, ya 10, ya 16 mpaka ya 17. Tunaona Daudi baada ya kutambua amemkosea Mungu kwa kumuua Uri aliyekuwa jemedali wake, kwa kumtamani mke wake na Mungu kutangaza adhabu, Daudi anamrudia Mungu, anasema nimekosa. Anafunga, analala chini, analia, na baadaye Mungu anamsamehe. Hata hivyo, toba inahitaji kuendelezwa kila siku. Methali sura 24 aya ya 16 inasema, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 na huinuka tena. Hata wenye haki na wenyewe wanaanguka, hata watu wema na wenyewe wanaanguka. Tena anasema mara 7 lakini huinuka tena. Ndiyo maisha ya toba. Hii ni ishara ya toba endelevu. Ndiyo maana tunasema toba ni safari ya kila siku. Hauishi kusema leo nimeenda Kawekamo nimefanya toba, imetosha. Hapana, ni safari ya kila siku. Kwa nini iwe ni safari ya kila siku? Kwa nini? Kwa nini? Dhambi hudumu katika maisha ya mwanadamu. Kila siku tunakabiliana na vishawishi. Kienda huku unakutana na vishawishi. Kirudi nyumbani kwenye familia yako unakutana na vishawishi. Kwenye biashara yako, ofisini, kazi zako, vishawishi vipo. Lakini pia na dhambi ndogo ndogo.
inawezekana kimawazo, kwa maneno na udhaifu wa ndani. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi anasema, nalitaka jema nifanye, lakini lile baya ndilo nifanyalo. Nalitaka jema nilifanye, lakini lile baya ndilo nifanyalo. Anakuwa kusudi kutenda lilo baya, lakini anajikuta anatenda. Kwa hiyo kila siku tunahitaji kutubu. Mtu habadiliki mara moja. Hauwezi ukabadilika mara moja. Kubadilika ni safari, bali hupitia hatua za kujifunza. Kushindwa, kuna wakati utashindwa, wakati utaanguka, lakini pia kuna wakati utasimama. Mtakatifu Agustino anasema, maisha ya Mkristo ni toba ya kila siku. Maisha yako wewe Mkristo ni toba ya kila siku. Kwa sababu moyo wetu mara nyingi unapotoka na baadaye unahitaji kumrejea tena Mungu. Mara nyingi moyo wetu unapotoka, lakini baada ya muda unahitaji tena kumrejea Mungu. Hatua za kufanya toba ya kweli katika maisha yako. Hata katika katekisimu tumepewa kuna hatua, lakini hizi naomba nizielezee. Kutambua dhambi zako. Toba inaanza kwa kutambua dhambi zako. Hatua ya kwanza ya toba ni kukiri makosa bila kujitetea. Hapa ndiyo kazi ipo. Wengi tunaanza kujipa visababu. Ukitenda dhambi, ukitenda kosa, kwa sababu mimi ni binadamu, ni dhaifu. Unajua, kwa nilikuwa nimechoka. Kwa sababu mimi nina wajibu mkubwa kwenye familia yangu. Tunaanza kutoa visababu vingi, tunaanza kujitetea badala ya kukubali, kukiri ya kwamba kweli nimekosa. Mwana mpotevu baada ya kufikia hali ya maisha duni na ya aibu, ya kutamani hata kujishibisha kwa makombo ya nguruwe, ndipo macho yake yakafunguka, akatambua makosa yake. Na baada ya kutambua makosa yake, akatambua kwamba maisha aliyokuwa akiishi yalikuwa mabaya na yameharibu heshima yake. Na hivyo akaanza kuchukua hatua ya kurudi kwa baba yake. Unapotaka uponyaji wa roho yako, inakupasa ukiri na kutambua makosa yako. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza. Unapotaka kuiponya roho yako, pendwa Mkristo, kwanza kiri na kutambua makosa yako. Huwezi kupona bila kukubali kwamba wewe ni mgonjwa wa dhambi na hivyo unahitaji uponyaji. Hivyo tendo la toba linaanza na kujiuliza, ni nini nimefanya? Ni nini nilichokosea? Je, ni dhambi au tabia isiyokubalika mbele ya Mungu? Mtakatifu Agustino anasema, ninaona dhambi zangu, ninasikia dhambi zangu, na kwa kuona hili moyo wangu unajuta. Na kwa kuona hili moyo wangu unajuta.
Hatua ya pili ni kujutia dhambi kwa moyo wote. Hii ina maana unaijutia dhambi au kosa ulilolitenda, na huku kujutia kusiwe tu kwa maneno, bali juta kwa moyo. Ona dhambi kama kitu kilichokinzana na upendo wa Mungu. Mwana mpotevu alihisi huzuni ya kweli, si kwa sababu aliona njaa tu, bali kwa sababu alikosa ushirika na baba yake. Hali hii ya kujuta ilimfanya aone ubatili wa njia yake. Kujuta kwa moyo ni huzuni takatifu, sio aibu tu. Ni hisia ya ndani kwamba nimemkosea Mungu na nimepoteza upendo wake. Unajutia pia kwa yale uliyowatendea wenzako, kwa kuwadhuru, kuwasababishia madhara au maumivu na mateso katika maisha yao. Kuna wengine tumeumiza watu, na hivyo unajuta kwa yale matendo yako ambayo yamewafanya wengine wakateseka, wakaishi katika maisha magumu. Na hatua ya tatu ni uamuzi wa kubadilika. Hii ni hatua muhimu ya toba, kukusudia kuacha dhambi na kugeukia maisha yaliyo mema. Toba ya kweli inahusisha kukusudia kuacha dhambi na tabia za zamani, sio tu kusema samahani. Kujuta pekee hakutoshi. Mwana mpotevu hakubakia kwenye mawazo tu, bali aliamua kuchukua hatua, kurudi nyumbani. Nitasimama, nitaenda kwa baba yangu, nitamwambia, Baba, nimetenda dhambi juu ya mbingu na mbele yako. Mabadiliko yanahesabiwa pale mtu anapochukua hatua ya kurudi kwa Mungu, sio kuendelea kukaa katika hali ulionayo sasa. Ni ile hatua unaamua kurudi kwa Mungu. Mtakatifu Francisco wa Asizi, yeye aliishi hivyo. Aliacha mali, heshima na anasa za dunia ili aishi maisha ya sala na ya huduma, maisha ya kumtumikia Mungu. Na hatua ya nne ni kuomba msamaha. Kuomba msamaha. Sakramenti ya kitubio ndiyo njia rasmi ya kanisa ya kupata msamaha wa dhambi. Kumbe baada ya kutambua dhambi, kujutia na kuwa na nia ya kubadilika, inafuata hatua ya kwenda kuomba huruma ya Mungu kupitia maungamo. Katika kiti cha maungamo unakutana na Baba mwenye huruma, anayemsubiri kwa hamu kubwa mwanaye mkosefu. Kwa yule mwana mpotevu, alirudi, hakumaliza hata kuzungumza maneno yake yote ya kuomba msamaha. Aliporudi hakumaliza maneno ya kuomba msamaha. Baba alimkimbilia, akamkumbatia kwa upendo, akambusu na akamvalisha pete ya heshima. Tunasoma,
Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Hii ni picha halisi ya Mungu anayemsubiria mkosefu na mtu yule anayeonesha dalili ya toba na unyenyekevu ndani yake. Mungu anakuwa baba anayekimbilia, si hakimu wa mbali. Mtakatifu Yohane Chrysostom alishawahi kusema, hakuna dhambi yoyote ambayo toba haiwezi kuifuta. Hata kama mtu ameanguka mara 1000, akitubu kwa moyo, atasamehewa. Alihimiza waamini wasikate tamaa, bali wakimbilie msamaha wa Mungu kupitia kitubio. Na hata Mtakatifu Terezia wa Avila katika kitabu chake kinachojulikana kwa jina la Kitabu cha Maisha Yangu alisema, Bwana hakuchoka kusamehe. Bwana hakuchoka kusamehe, bali ni sisi tunaokata tamaa. Bwana hakuchoka kusamehe, bali ni sisi tunaokata tamaa. Nabii Isaya anasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena. Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 1 aya ya 18 mpaka ya 20. Na hatua ya 5 ni kuamua kuanza upya. Kuamua kuanza upya. Baada ya kupokea msamaha wa dhambi, unaendelea na safari yako ya hija katika hali ya upya. Mzigo ukiwa umeisha utua, umekuwa mwepesi. Na umeunganika sasa na Mwenyezi Mungu. Maisha yako sasa yanakuwa ni kumtazama Kristu pekee, na sio kutazama nyuma ulipotoka. Utu wa kale unauvua, na sasa unauvaa utu upya. Unafungamanisha maisha yako na Kristu, maisha ya sala, toba, utu wema na kujitolea sadaka kwa ajili ya Kristu na kwa ajili ya watu. Toba ya kweli, wapendwa, inaambatana na azimio la moyo kuacha dhambi na kuishi kwa upendo na Mungu kila siku. Hiyo ndiyo toba ya kweli. Kuacha dhambi na kuishi kwa upendo na Mungu kila siku. Kuna baadhi ya mitazamo mbalimbali ya baadhi watakatifu juu ya toba. Mtakatifu Agustino yeye anaona toba kama ni safari ya kila siku, si tukio la ghafla. Itatokea pale moyo unapoacha tamaa za dhambi. Moyo unapoacha tamaa za dhambi, basi na toba nayo inachukua nafasi.
Yeye Mtakatifu Yohane wa Msalaba katika kitabu chake cha Usiku wa Giza alihusianisha tendo la toba kama kipindi cha usiku wa giza, ambapo kupitia majaribu, maumivu na mateso makali, Mungu anatumia kusafisha nafsi ili taratibu moyo upate kubadilika kabisa. Mungu anatumia kuisafisha nafsi yako ili taratibu moyo upate kubadilika kabisa. Toba hapa sio adhabu tu, bali ni njia ya utakaso. Ili moyo uwe huru kupokea upendo wa Mungu, ni lazima ipitie kipindi cha mahangaiko. Unaweza ukasema wacha nijinyime, wacha nijisadakishe, ili uweze upata upendo wa Mungu. Aliamini toba si tukio moja, bali ni safari ya maisha yote ya mwanadamu. Maisha yako yote ni maisha ya toba, ya kusafishwa polepole kwa hatua hadi mtu afikie muungano kamili na Mungu. Mtakatifu Fransisko wa Asizi, yeye anasema toba ya kweli ni kuacha mali, heshima na tamaa za dunia, kuishi kwa unyenyekevu na huduma, yaani kumtumikia Mungu na kuwahudumia watu. Naweza kuwahudumia watu kwa njia mbalimbali. Kwa uwezo ulionao, wewe una uwezo fulani. Kupitia huo uwezo unajitolea kwa ajili ya kuwahudumia watu. Au nyadhifa ulizonayo serikali, katika jamii, unajitoa kwa ajili ya kuwahudumia watu. Na hayo maisha ukiyajumlisha ya kila siku, inakuwa ni sehemu ya toba kwako. Mtakatifu Inyasi wa Loyola, yeye hasa alisisitiza kufanya tafakari ya moyo kila siku ili iweze kukusaidia kutambua dhambi, kufanya jitihada za kuacha dhambi na kuazimia siku kwa siku kuanza maisha mapya. Kwa mfano, unapofika jioni, unaenda unakaa unatolea, unaanza kutafakari. Nilipita njia gani? Ni wapi nilianguka? Ni wapi sikufanya vizuri? Ni wapi niliwakosea wenzangu? Ni wapi nilimkosea Mwenyezi Mungu? Na baada ya hapo unaanza kujirudi, unaanza kujipanga tena upya. Mafanikio ya toba ya kweli. Toba hufungua mlango wa msamaha na kurekebisha uhusiano wako na Mungu na watu wengine. Toba hufungua mlango wa msamaha na kurekebisha uhusiano wako na Mungu na watu wengine. Moyo unapokea uongofu, unakuwa huru, unyenyekevu huongezeka na huruma kwa wengine hujengwa. Lakini pia inafanya upatanisho na Mungu. Dhambi zinapoondolewa, mtu hupatanishwa na Mungu, moyo hubadilishwa na mtu anakuwa na amani ya moyo na furaha ya kweli. Na ni kweli, unapokwenda kuungama ukiwa umeelemewa na mzigo, baada ya kwenda kuutua, utaanza kujiona moyoni mwako, unaanza kuwa na amani, unaanza kuwa na furaha na utulivu pia. Toba ni daraja la kuingia safari ya utakatifu. Toba ya kweli huanzisha safari ya uongofu
na muungano wa Mungu. Kiufupi, toba ni safari ya kutoka shambani mwa nguruwe kurudi nyumbani kwa Baba, kukumbatiwa kwa upendo na kurejeshewa hadhi ya mwana. Hiyo ndiyo toba. Tunatoka shambani, shamba la nguruwe, tunarudi kwa Baba na kurudishiwa hadhi ya wana. Na sasa tuangalie uongofu. Uongofu ni mchakato wa mabadiliko ya moyo na maisha kiujumla. Ni mchakato wa mabadiliko ya moyo na maisha kiujumla, kutoka dhambi kwenda kwenye maisha mema ya utii kwa Mungu, kutoka kwenye uovu na kuwa mtu mwema. Mtakatifu Yohane wa Msalaba anaelezea kwamba uongofu ni mabadiliko ya moyo kumwelekea Mungu pekee. Macho yako yote yapo kwa Mungu pekee. Hauhitaji kitu kingine, ni Mungu. Mungu anatosha. Yale ya nyuma unayaacha, unaanza kuchuchumilia yaliyo mbele, ambaye ndiye Mungu mwenyewe. Ni kugeuza moyo kutoka kwa anasa na mambo ya dunia. Dunia imejaa anasa nyingi. Kuna mambo mazuri yenye kuvutia dunia, lakini unaamua kugeuza moyo wako kutoka anasa za dunia na kuelekeza upendo wote kwa Mungu. Kwa Mungu. Anasema nafsi inapoacha utegemezi kwa mali, heshima au tamaa, ndipo inakuwa huru kwa uongofu wa kweli. Hii ni kweli. Yaani nafsi yako inapoacha utegemezi wa mali. Maana kuna wengine akili yetu yote tumewekeza kwenye mali, moyo wako wote kwenye mali. Sasa anasema nafsi inapoacha utegemezi kwa mali, heshima. Kuna wengine tunatafuta hata heshima kwa nguvu, hata kwa kumwaga damu, vyeo, madaraka au tamaa, ndipo inakuwa huru kwa uongofu wa kweli. Uongofu, wapendwa, si tukio la mara moja. Uongofu si tukio la kulala na kuamka nimeongoka, bali ni mchakato wa maisha yako, maisha yote. Ni mchakato. Uongofu ni mchakato. Hata baada ya kuongoka, Mkristo bado unaendelea kukua na kubadilika hatua kwa hatua. Hata kama umeongoka, tayari umeongoka, bado maisha yako yataendelea kukua. Utaendelea kubadilika hatua kwa hatua. Uongofu unahusisha: moja, mabadiliko ya fikra, maneno yako na matendo pia. Namna unavyofikiri sasa sio kama miaka ile. Maneno unayoyaongea sio kama ya mwaka ule. Lakini pia matendo yako unayoyatenda sio kama ya juzi. Kwa hiyo uongofu inahusisha mtu mzima mzima, sio leo nimeongoka kwa maneno tu. Au nilikuwa leo ni fikra tu, lakini matendo. Kuacha mazoea mabaya, kama vile ulikuwa ni mlevi na sasa unasema hapana, sasa ulevi naweka pembeni, naweka kapuni. Nitakuwa nakunywa kwa kiasi, sio nakunywa kwa kupindukia mpaka na garagara chini na kujikojorea.
huo ni uongofu. Au ulikuwa ni mkorofi, wewe mtaa mzima wanakutambua kwa ukorofi, ukikanyaga pale hapakaliki. Na sasa unataka uongofu, kumbe unabadilika kutoka mtu mkorofi unakuwa mtu mpore. Au kama wewe ni msema uongo mzuri maarufu maana kuna wengine yaani akitaka kufunua tu kinywa yeye ni uongo. Kwa hiyo uongofu nenye unakuhusu. Lakini pia kuishi kwa heshima kwa Mungu na jirani, uchaji kwa mambo ya muhusuyo Mungu, kuthamini utu na haki za wenzako, za binadamu wengine, kuishi upendo wa kweli pasipo kinafiki. Huo uongofu unahusu hayo mambo. Matokeo ya uongofu, mtu unakuwa na amani ya moyo, furaha ya kweli, na unakuwa na ushawishi chanya hata kwa wale wanaokuzunguka. Hatua 3 za ukuaji katika uongofu kulingana na Mtakatifu Yohane wa Msalaba. Yohane wa Msalaba alieleza safari ya uongofu katika hatua 3. Kwanza, kwa wale wanaoanza safari ya uongofu, wale wanaanza kuchuchumia sasa. Safari inaanza. Mtu anaacha dhambi na kuanza maisha ya sala. Taanza kujiwekea ratiba nyumbani ya sala. Napenda kusali, napenda kushiriki sala katika makundi mbalimbali. Hiyo ndio safari inaanza. Kwa wale walio katika hatua ya kati ya uongofu, sasa huyu mtu yeye anasafishwa kupitia majaribu, mateso, na kwa njia ya kujikana nafsi yake. Sasa hawa wameshaanza kupiga hatua. Wanaweza wakajisadakisha wasione shida. Wanaweza kukubali mateso, maumivu, lakini bado wasirudi nyuma. Wanaendelea kusonga mbele. Lakini kwa hatua nyingine ya 3, kwa wale waliofikia hatua ya ukamilifu, hawa nafsi yao inafikia muungano na Mungu kabisa. Ni uongofu mkamilifu. Hawarudi nyuma. Hawa daima wapo mbele, hawarudi nyuma. Kuwe na mabonde na milima, kuwe na mawimbi ya kila namna, wao wamemtazama Kristo pekee na wameunganika naye. Uongofu wapendwa, kwa hiyo ni safari ya kukua pole pole hadi ufikie ukamilifu wa upendo. Tunakuwa pole pole, tunapiga hatua, tunakaza mwendo mpaka tunapofikia ukamilifu. Uongofu ni safari ya kila siku ya kugeuza macho yako kutoka kwenye giza. Unayatoa kutoka kwenye giza la dhambi, kwenda kwenye mwanga wa Mungu. Ni kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Ulivyokuwa unaishi zamani na sasa ni tofauti. Maisha ya zamani basi, ninaanza maisha mapya. Unabadilisha mwelekeo wa maisha yako. Ulikuwa ni fisadi, sasa ufisadi hakuna. Ulikuwa ni mkatili, sasa ukatili kwangu ni mwiko. Unabadilisha mwelekeo wa maisha yako. Kutoka uovu kwenda wema. Kutoka kuwa mtu mkatili kuwa mtu mwenye huruma na kuguswa na maumivu ya wengine.
Uongofu si tukio la ghafla tu, bali ni mwendo unaodumu maisha yote. Maisha yako yote itakudai uongofu. Mtakatifu Agustino wa Hippo, yeye ukisoma hata historia ya maisha yake, naye alikumbwa na uongofu. Katika kitabu chake kinachoitwa cha Confession, maungamo, yeye anaelezea safari yake ya uongofu kutoka maisha ya dhambi hadi kukutana na Mungu. Aliishi maisha ya anasa, maisha ya ujana. Kwa hiyo anaelezea maisha yake kutoka maisha ya dhambi hadi kukutana na Mungu. Alifundisha kwamba neema ya Mungu ndiyo inayomwezesha mtu kutubu na kuongoka. Lakini jitihada binafsi pia zinahitajika sana ili kufanikisha jambo hilo. Kwa hiyo usije ukakaa ukabweteka ukasema nasubiri Mungu na mimi anifanyie miujiza. Jitihada zako binafsi, fanya hatua. Anza kupigana utoke ulipo, naye Mungu huleta neema zake. Na hivyo anasema Mungu ametuumba pasipo sisi kutaka. Kwani kuna mtu hapa alitaka kuumbwa na Mungu? Hakuna. Lakini hawezi kutuokoa bila sisi wenyewe kutaka. Na hivyo uongofu unakuja kama matokeo ya ushirikiano kati ya neema ya Mungu na jitihada zako wewe mwanadamu. Leo ukasema kuanzia leo natoka hapa ninaenda kuwa mtu mwema kabisa, unaweza ukiamua. Na ukaruhusu neema ya Mungu itende kazi pamoja nawe, na kweli utabadilika. Utakuwa kitu kingine kipya. Mtakatifu Yohane wa Msalaba katika kitabu chake kinachojulikana hicho kwa jina la Kupanda Mlima Karmeli, yeye anafundisha uongofu wa ndani unakuja pale unapokuwa umezamilia kuacha dhambi na hata mielekeo ya kidunia ili kuunganishwa na Mungu. Umedhamiria. Lakini jambo hilo linahitaji uvumilivu na ustahimilivu. Anajaribu kufananisha ni kama usiku wa giza. Tunasema usiku wa giza, wengine hamuelewi usiku wa giza. Yeye alipata kidogo uzoefu, alikamatwa akawekwa kwenye sero fulani ambapo kuna giza nene totoro. Alikaa humo kwa muda mrefu. Akiwa humo alianza kuona ni kama vile Mungu amemwacha. Yupo katika giza la maangamizi. Na humo taratibu ndipo akaanza safari ya toba, tafakari, na akaanza kuandika kitabu. Na tukio hasa jingine ni la yeye kutoka humo gerezani usiku wa giza akitoroka. Kwa hiyo yale mahangaiko aliyokuwa anayapata, mateso, na yeye sasa anajaribu kuyafananisha.
unafungua mlango wa uponyaji. Unafungua mlango wa uponyaji, lakini hauondoi jukumu la mhalifu kubadilika. Mhalifu lazima abadilike, aache njia zake mbaya. Sio kwamba umemsamehe sasa abadilike. Na tatu, unampatia ahueni. Msameheaji kwanza, yule aliyesamehe, inampa ahueni. Umetoa mzigo, kisha unamponya yule pia aliyesamehewa, aliyetenda kosa. Swali ambalo unaweza ukajiuliza sasa, je, hivi ni sahihi na ni halali kutoa msamaha kwa kila kosa fanyalo mtu? Yaani kama wewe ndo baba msamaha au mama msamaha, kila ni kutoa msamaha. Leo mfanyia kutoa msamaha, ni sahihi? Ni halali? Ndiyo, ni sahihi kusamehe kila kosa, ikiwa na maana ya kwamba kuachilia roho ya chuki na kinyongo, kwa sababu chuki humuumiza zaidi yule anayebeba ndani ya moyo wake kuliko yule aliyekosa. Sababu wakati mwingine unaweza ukawa na tamani afe kesho, lakini namwona mwenzako miaka na miaka, afya njema kabisa, wewe ndio bado afya mgogoro. Kwa hiyo chuki yako itaendelea kukula wewe, wakati mwenzako anapeta na maisha. Yesu alisema, sikwambii mara 7, bali samehe hata 7 mara 70, ikimaanisha ya kwamba msamaha hauna kikomo. Kumsamehe mtu pasipo kikomo haina maana mtu anaidhinisha uovu endelee kutendwa au kutendeka. Hapana. Msamaha unapaswa kutolewa kwa kila kosa, lakini bila kuruhusu uovu uendelee. Ili mnielewe kwa mfano sasa. Kwa mfano, mtu anayekutesa mwili wako, yaani ni kukupa mateso, unaweza ukamsamehe moyoni, ukamsamehe kabisa, umemsamehe, lakini bado unapaswa kutafuta haki, kulinda usalama wako, au hata kumweka mbali na wewe. Kaa naye mbali kabisa. Sio kwamba eti umemchukia, umemtenga, unakaa naye mbali kwa ajili ya usalama wako. Ila umemsamehe. Ili nawe upate uponyaji wa roho. Sasa kila siku ukiwa unamuona, ukimsogelea, unaumia moyo. Na hivyo msamaha hauondoi madhara ya kisheria au ya kijamii. Ni sawa na mtu sasa mtu akiiba. Unaweza ukamsamehe kabisa. Sasa kuja kuibia, unamsamehe moyo, rafiki yangu nimekusamehe. Lakini sheria bado inaweza kumchukulia hatia. Sio kwamba hujamsamehe. Kwani ile habari ya Daudi nilivyosema hapa, alipomuua Uri jemedali wake ili amchukue mke wake, akamwagiza jeshini mstari wa mbele, akauawa. Anania akishauawa basi aweze kumchukua mke wake. Akamchukua kweli, akazaa mtoto. Mungu akakasirika, akasema nitakuadhibu Daudi, nitakuadhibu. Akamtumia nabii Nathani. Daudi
akashituka, akakurupuka, akasema Mungu nisamehe, akaanza kulia, akafunga, akaanza kulala chini, ali chakula, anaomba toba, anafanya toba, anaomba msamaha. Mungu baadaye akamhurumia, akasema lakini mtoto atakufa. Mtoto msamaha huo. Kwa hiyo kutoa msamaha imaanisha ya kwamba hata sheria zisichukue. Unatoa msamaha, lakini sheria bado inaweza kumchukulia hatua. Matunda ya msamaha. Msamaha ni njia ya uponyaji wa nafsi. Msamaha ni njia ya uponyaji wa nafsi. Wakati tunaposamehe wengine, tunapokea uponyaji wa roho, kihisia na hata kimwili pia. Unapomsamehe mtu, msamaha huponya vidonda vya ndani zaidi, yaani huponya vidonda vya ndani zaidi hata ya dawa ile ya kumeza. Inaponya. Chuki na hasira huwa kama sumu ndani ya moyo wako. Unajitengenezea sumu mpendwa. Unajitengenezea sumu, bomu hilo. Baadaye ikija kulipuka hapo, ndio mtu kisukari, pressure inapanda, inashuka. Kwa sababu umembeba mtu miaka na miaka, hamwachili. Inaweza kusababisha maumivu ya kudumu na hata magonjwa. Msamaha hufungua mlango wa amani ya ndani na kuimarisha uhusiano wetu na Mungu na binadamu wenzetu. Biblia inafundisha kwamba tunapaswa kusamehe kama tunavyotaka kusamehewa. Kama mnavyomsamehe mtu makosa yake, Baba yenu wa mbinguni naye atawasamehe ninyi. Mathayo sura ya 6 aya 14 mpaka ya 15. Kusamehe ni tendo la unyenyekevu. Kusamehe ni tendo la unyenyekevu. Kusamehe kunahitaji unyenyekevu wa moyo. Mpaka mtu ukasamehe. Unyenyekevu wa moyo ni kukubali kwamba sisi pia ni wanadamu. Hata wewe ni binadamu usiyekamilika. Kuna wakati utakosea. Kuna wakati utahitaji na wewe kusamehewa. Utahitaji watu wengine wakusamehe. Sasa unakuta mtu yeye kusamehe, yaani kusamehe wengine, yaani hapo sijui mpaka ufanyaje. Lakini yeye akikosa, anapokimbilia kuomba huruma, msamaha, mara nyingi kiburi na kujiona wenye haki utufanya tushindwe kuwasamehe wengine. Yule ni mkosefu. Yule ni mwenye dhambi. Mimi unajiona ni mwenye haki. Tunapokubali kwamba sisi pia tumekosea na bado tumepokea msamaha wa Mungu, tunapata nguvu ya kuwa na moyo wa huruma na msamaha kwa wengine. Msamaha si udhaifu, bali ni nguvu. Katika jamii nyingi tunazoishi, msamaha huonekana kama udhaifu au kushindwa, ya kwamba ameshindwa ndio maana ajifanya kusamehe. Ukisema unasamehe na kuona yeye ni mdhaifu. Lakini kwa kweli tendo la kutoa msamaha kwa aliyekukosea huchukuliwa kuwa ni sehemu mojawapo ya matendo ya huruma ya kiroho. Mwasamehe wale wanaokukosea. Yesu alipochukuliwa msalabani, aliomba msamaha kwa wale waliomdhulumu akisema, Baba uwasamehe, kwa maana hawajui walitendalo. Tendo hili la msamaha linaonyesha nguvu ya upendo wa kweli. Kusamehe sio kuhalalisha makosa,
bali ni kuchagua kuwa huru dhidi ya mzigo wa chuki. Msamaha pia unaleta upatanisho. Msamaha unaleta upatanisho. Msamaha ni daraja la upatanisho kati ya watu. Unapomsamehe mtu aliyekukosea, unajenga nafasi ya mawasiliano, upendo na uelewano mpya. Pale msamaha unapotolewa, Roho Mtakatifu ujenga upya. Mahali popote msamaha unapotolewa, na Roho Mtakatifu ujenga upya, ufanya upya. Ndoa uponywa, familia urejea tena katika umshikamano kwa sababu ya kusameheana. Marafiki huungana tena na jamii upata amani. Katika maisha yetu ya kila siku tunaalikwa kuwa watu wa amani, watu wa amani. Na msamaha ni mojawapo ya njia kuu ya kufanikisha hilo. Maana Injili inasema, heri wapatanishi, kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Mathayo sura ya 5 aya ya 9. Msamaha ni zawadi tunayoitoa kwa wengine, lakini pia ni zawadi kubwa tunayoitoa kwa nafsi zetu. Ni njia ya kufungua milango ya rehema na baraka za Mwenyezi Mungu. Msamaha ni tendo la kimungu, zawadi inayotupatia uhuru wa kweli na urafiki wa karibu na Mungu. Ni ishara ya upendo na huruma. Inatuunganisha tena na wale tuliokosana nao, inatuunganisha. Ukisamehe unakuwa umeshinda uovu kwa wema. Ukishikilia kisasi, unaruhusu uovu ushinde moyo wako. Nihitimishe sasa. Nihitimishe mada yangu ya leo. Kwa kuhitimisha sasa, ningependa kusema, kati ya vizuizi mbalimbali vinavyoharibu au kutia doa muungano wetu na Mungu ni kuto kukubali kufanya toba. Kukataa kuruhusu uongofu wa maisha yako na kutokuwa na moyo wa kusamehe waliokukosea. Mtakatifu Yohane wa Msalaba alishawahi kusema, msamaha wa wengine ni sehemu ya kupokea msamaha wa Mungu. Aliandika, mahali ambapo hakuna upendo, weka upendo na utapata upendo. Weka upendo na utapata upendo. Msamaha, toba na uongofu ndiyo mlango wa kuanza maisha mapya na Mungu. Mara nyingi tunashindwa kutubu kwa sababu ya kiburi na aibu. Watu tunaona aibu. Tunashindwa kubadilika kwa sababu ya tabia zilizokita mizizi ambayo unaendelea kuingangania. Ni lazima uing'oe, uachane nayo. Ni kama vile mdudu gani yule anayeuma, akishauma na baki hapo ananyonya damu.
kupe, ili uweze kusalimika unatakiwa umvute, umuondoe, ndio utamtoa. Tunashindwa kusamehe kwa sababu ya majeraha tulionayo ndani ya moyo wetu. Ukikumbuka wakati mwingine inakupa ugumu alivyokutendea, alivyokutenda, alivyoitenda familia yako, unapata ugumu wa kusamehe. Wapendwa, hija ya kweli ni ile inayobadilisha mtu na kumfanya awe chombo cha amani, upendo na msamaha katika familia na jamii. Kama ukirudi nyumbani bado katika familia yako haya mambo hayapo, hija inakuwa imekusaidia nini? Kama ukirudi huko kwenye shughuli zako bado wewe unakuwa ni sababu ya kuondoa amani katika jamii, katika taifa, inakuwa imekusaidia nini? Na hivyo, wapendwa mahujaji, safari hii ya hija mlioifanya na mnaoendelea nayo iwe kwenu mwanzo wa uongofu wa kweli, na isiwe kama picha vile picha tu ile ya kumbukumbu, na mimi nilikuwepo Kawekamo, picha ya kumbukumbu, bali iwe kwenu ni ushuhuda wa maisha mapya ya Kikristo. Iwe kwenu kama safari ya mwana mpotevu kurudi nyumbani kwa Baba. Iwe ni chachu ya kufanya toba ya kweli na kumrudia Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wahujaji wenzangu, Mungu amenijalia kusamehe. Tunaposamehe, na upande ule unatakiwa kuwa mwangalifu kwamba na wenyewe unako tayari kusamehe. Mimi nimesamehe, lakini upande ule labda ulionikosea au niliokosea hawataki kuwa tayari kunisamehe. Nifanyeje ili kutibu kidonda changu cha ndani? Tumsifu Yesu Kristo. Nadhani niache nijibu moja kwa moja. Swali zuri kweli, na wakati mwingine hiyo ni changamoto wengi tunaipata. Lakini jibu fupi na jepesi ni kwamba Yesu Kristo alipoagiza wale wafuasi wawili, sema mwende katika kila nyumba, watakao wapokea basi amani ishuke juu ya hiyo, wasipowapokea mkungute. Wewe unatoa msamaha, mtu anashindwa kuataki kuupokea, nani mwenye hatia hapo? Amri ya kimungu tunaambiwa tu, wewe samehe, usimbebe, alafu kunguta mavumbi, nenda zako. Faza alisema kwamba Daudi alisamehewa na Mwenyezi Mungu, lakini akasema kwamba mtoto wa Daudi alikufa. Sasa inakuwaje Mungu anakusamehe afu anakulia mtoto? Wani kwamba hapo bado Mungu anakupa machungu na bado amekuhukumu tena. Kwa nini Mungu asingemsamehe na mtoto wake akabaki kuwa hai? Msamaha kama nilivyosema, ukitoa msamaha haimaanishi kwamba inaondoa sheria ambayo inapaswa kutimizwa. Nikasemea mfano, mtu umeenda kuiba, si ndivyo? Umeiba, mimi nikasema nimekusamehe, lakini sheria zinasemaje? Mwizi
alafu hatua za kisheria zinachukua mkondo wake. Ndivyo ilivyo. Mwenyezi Mungu alimsamehe Daudi kosa alilolifanya, lakini kwa sheria yule mtoto aliyekuwa alizaliwa sio njia sahihi. Kwa hiyo kwa sheria basi, na Mungu ni hakimu mwenye haki, hakimu mwenye haki, msamaha kwa Daudi ulitolewa, lakini ule mtoto basi na yeye ikawa imemkuta hiyo. Sasa father, samani kidogo, kama miaka 5 namwacha mke wangu nyumbani. Namkuta yule mama, wakati narudi namkuta mama amezaa na mwanaume mwingine. Nakuta pale nyumbani kuna mtoto. Sasa unaweza ukaniambiaje? Nataka kumrudia yule mwanamke, lakini amezaa mtoto ambaye si wa kwangu. Na mimi nikitaka kumsamehe huyu mama, lazima huyu mtoto nimuondoe au nimuue. Mungu amemaliza sheria. Sasa hapo nitakuwa nimetenda wema au nitakuwa nimetenda dhambi? Sasa mfano uliotolea huo hauwezi kulandana na ile ya Mungu. Wewe unaambiwa usiue. Amri nasema usiue. Lakini Mungu anapomchukua binadamu anakuwa ameua? Hamna. Kwa hiyo kwako utakuwa umetenda dhambi, tena dhambi kubwa. Haupaswi kufanya hivyo. Nadhani nimekujibu. Ulikuwa unataka kufananisha ya Mungu kwa Daudi na wewe kwa mtoto. Leo hii labda hata zamani kuna utapeli. Leo nimeibiwa kiasi fulani, ninasamehe kabisa, nampeleka mahakamani, nikasema kwamba basi nimesamehe, ikaisha hilo. Akaniibia tena kwa njia za namna yake. Nikasema hii ni mara ya pili, navyosema 7 mara 7 na zaidi. Wakaenda wakamfunga huko, mimi nimesamehe. Nikapenya nikaniibia mara 3. Nifanye nini? Labda kwa hilo nataka niwasomehe. Kuna kisoma labda tu kwa ufupi niseme hivi. Kusamehe kama nilivyosema ni kuachilia chuki kisilani juu ya mtu, haumbebi. Kwa mfano umekuja nikasema nimekusamehe, mimi tumemalizana naye, lakini kwa sababu huyu ametenda kosa linapaswa kushughulikiwa kisheria. Haimaanishi ya kwamba ukamshughulikia kisheria haujamsamehe. Unamsamehe, unakuwa umemsamehe, lakini matokeo ya lile kosa alilolifanya linashughulikiwa kwa sheria, taratibu zilizowekwa. Amekuibia, umemsamehe, huo ni wizi. Sheria inasemaje wizi? Mtu akiiba akamatwe, aende kushtakiwa. Basi wewe unatimiza hiyo sheria, haikufungi. Msamaha umetoa, lakini mtu amekamatwa, anashughulikiwa kwa sheria. Kumaanisha kwamba kutoa msamaha, tumesema sio kuhalalisha kosa, kuhalalisha uovu endelee kutendeka, ya kwamba sasa nimesamehe aendelee. Unasamehe, hauhalalishi uovu endelee kutendeka. Sheria itachukua kondo wake.
unaacha sheria ichukue mkondo wako. Kwani wewe ndio umewekewe sheria? Sheria ipo pale, huyu ameingia kwenye hiyo engo za sheria, sheria inamtandika. Wewe moyoni haujambeba, hauna kinyongo. Karibu, naomba pia anisaidie hapa kwa hilo. Yaani sisi wote ni mapadre. Kwa hiyo ukiona mwenzako anatwanga maswali, toka naye umsaidie. Sio kwamba hajajibu, amejibu vizuri. Sala ya Baba Yetu ina vipengele vinne. Vipengele vizuri sana ambavyo nitavielezea kwenye somo langu. Baba mmoja alikuwa anaenda kwenye mkutano. Alivyofika sehemu ya parking, akakuta kuna sehemu moja tu imebaki. Imeandikwa usipaki. Yeye kwa sababu ya haraka akapaki, akaandika kikaratasi, utusamehe makosa yetu. Yule anayeeleza, yule askari anayezunguka akakuta ile sehemu ya parking, yule jamaa amepaki. Ameandikaje? Tusamehe makosa yetu. Na yeye akatoa kikaratasi akaandika, usituitie majaribuni. Sasa Baba ameelezea vizuri sana juu ya msamaha. Unapomsamehe mtu usimtie tena majaribuni. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kumsamehe mtu alafu kumtia majaribuni uone kama kweli ameacha. Maandiko matakatifu amesema hivi, ukikuta mtu amekaa ovyo ovyo usikodoe macho. Unajitia majaribuni na kujiadhibu mwenyewe. Umemsamehe, alikuwa ameweka hela sehemu fulani, badilisha ili umsaidie yeye asirudie tena nini? Dhambi. Asante sana baba. Haya, kuna swali zaidi hapo? Mtanisamehe, mimi sijui Swahili safi ya Tanzania, lakini Roho Mtakatifu awapatie kunisikia. Swali yangu inaelekea mtu ambaye anachafuliwa na hakufanya lolote kama dhambi. Wanakutia dhambi ambayo haukufaa na haukufanya na wanaitangaza, inakuchafua. Namna gani kupata uponyaji kwa hiyo dhambi inayokuchafua na ijapo haukuitenda? Asante. Asante. Ni swali zuri kweli. Labda mimi ningesema kwa ufupi, kama umekuchafua haujafanya kitu, basi unaweza wewe ukaidhihirishia jamii au halaiki ya kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Kwa mfano, mtu anakuambia huyu mwanamke ni mkatili kweli kweli, mkatili, na imeenezwa hiyo, lakini wewe sio mkatili, basi wadhihirishie kwa namna unavyotenda matendo ya huruma kwa watu. Nenda kawatembelee watu wenye shida, uhitaji, wasaidie. Pokea watu wanaokuja kwako, wahudumie. Hayo yataweza kutengeneza picha kwa watu ya kwamba yale huyu anayosemewa sio sahihi na sisi tunayo yaona. Hiyo ni njia moja wapo. Njia nyingine kubwa na nzuri sijui ni ipi. Labda uende unajitangaza mimi ni hivi. Lakini matendo yanasema pakubwa. Kwa hiyo kwa matendo yako watu utawadhihirishia wewe ni nani. Yale yanayosemwa ni maneno tu, ni porojo, lakini mimi alisia ndio mnayeniona hivi, Hayo ndio yatakupa nguvu au yatadhihirisha. Basi mimi niwashukuru kwa maswali mazuri, sababu na muda na penyewe sio rafiki. Basi tuhitimishe. Nilikumbushwa nilitoa mada, sijajitambulisha. Naitwa Padri Michael Simwinga,
ninahudumu seminari ya Nyegezi. Asanteni sana.